الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إلى خير أمة وأتباع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه الأبرار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sifa zote kamilifu za mustahiki Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ambaye jalia dini yetu Uislamu kuwa na mshikamano wa nguvu kati ya nyoyo za waumini wa kweli. Lakini kwa moyo wangu nikitamka kwa ulimi wangu kwamba hakuna kusai kwa kujua kwa haki na kweli isipokuwa yeye peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenye uwezo wa kumwongoza mtakaye kwa njia iliyonyoka. Na lakini kwa moyo wangu pia nikitamka kwa ulimi wangu kwamba Bwana wetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Allah na mtume wake katika umma huyu, mwalimu mzuri mwenye kujua kuwahimiza wale watakaokuwa tayari kuifuata njia iliyonyooka. Ya Rabbi, nakuomba sipeleke sana na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na alize na sahaba za kiamu watakasifu walifanya kazi ngumu baada ya mtume kufishwa, wakaifikisha dini kule ambapo haikuweza kufika zama zake mtume. Na wale wote watakaofuata mwenendo na nyayo za hawa katika mwisho ya Allah, na kuomba nijalie mimi na waumini wote tu miongoni mwa kundi hilo. Allahumma amin. Ndugu zangu, nakuhusieni bila kusahau nafsi yako. Kila mmoja ajipande, apambane na nafsi yake, autafute uchamungu kwa hali zote. Ukipata uchamungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ngao kila utakapoguswa na dini ambalo utatambua hakuna kiumbe awezaye kukuokoa kuwa muumba, unahitaji msaada wake. Allah atakuitika biahidi, innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Hakika anayepokea maombi ya uchamungu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ukipata uchamungu utakuwa mwepesi, wakati mwingine hautasubiri hata uchangishwe katika njia zake Allah mwenyewe. Utakuwa unajituma kwa sababu utatambua kila unapotoa ni deni umeandikisha kwa Allah, na siku ya mwisho utakulipa. Ukipata uchamungu, Allah atapanua kifua chako, kila neema ambayo unayo hata ikiwa dogo utatambua vilivyo kwamba kuipata neema hiyo sio ushapu wako, bali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kuneemesha. Utamshukuru kwa neema hiyo, na Allah ameahidi kumshukuru itadumu, itazidi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wa bishukri tadumu ni'am. Dalili ya kumshukuru Allah tunapo neema zake ndiyo njia pekee ya neema hizo kuweza kudumu. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, watu wenye busara, watu wenye hekima, watu wenye akili ni wale ambao kwa miaka yote, kwa nyakati zote, kwa kila wakati huwa wanajifakarisha wanapokuwa wanawazungumzia watu wema, watu wa hekima, watu wa busara ambao waliishi kwenye nchi zao, kwenye miji yao, zama zao, waliojitolea wametumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakafikia kuondoka ulimwengu ili hali wako kwenye kazi kama hiyo. Watu
wenye akili, wenye busara huwa kwenye dua zao hawasahau watu hao, wanawakumbuka na kuombea Allah asiweke kaburi zao kuwa miongoni mwa mabustani katika mabustani ya peponi, kama tunavyomwombea shekhe wetu aliyekuwa akisimama kwenye mimbar hizi miaka hiyo kwa miaka mingi, kwa shughuli nyingi. Allah tunakuomba ya Rabbal Alamin, jalie pepo ya Firdausi iweze kuwa ndio mafia yake siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, ndio wetu Muhammad sallallahu alaihi hadithi sahihi akasema, almar'u ma'a man ahabba. Islamu siku ya Kiyama atakuwa sambamba na yule ambaye ni kipenzi chake. Kimpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya kweli, siku ya Kiyama utakuwa naye pamoja. Kiwapenda maswahaba wa Mtume, siku ya Kiyama utakuwa nao. Kikiuka ukageuka ukawapenda wengine katika wale Allah hawapendi miongoni mwa makafiri, siku ya Kiyama utakuwa nao. Almar'u ma'a man ahabba, mja siku ya Kiyama atakuwa pamoja na yule aliyempenda. Unakusieni kwenye nyakati hizi, ndugu zangu Waislamu, hatuwezi kuitambua dini, hatuwezi kuielewa dini isipokuwa pale ambapo tutafuata nyayo za wale waliotangulia kwa dini hii, ikimaanisha maswahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuielewe dini sawa na fahamu sahihi ya wale waja wema waliotangulia, kuanzia maswahaba mpaka matabi'in, mpaka matabi'in, mpaka mashekhe waliokuja nyuma, na mpaka mashekhe zetu ambao tulinufaika nao. Miongoni mwa wale ambao tunaona leo nimgusie, kwa sababu wako watu wanamchafua wakati Allah subhanahu wa ta'ala alishaulizia, wakati Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishaulizia, naye si mwingine ni sahaba ambaye anajulikana kwa jina la Abdullah ibn Uthman ibn Ali al-Qurashi, kwa lakabu maarufu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyo ambaye anajulikana kuwa ni awwal man aslama min ar-rijal, ndio kwanza aliyeingia katika dini ya Uislamu katika wanaume baada ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata utume na kuanza kulingania. Wa kwanza aliyeingia katika Uislamu katika wanaume ni huyo Abu Bakr, wa huwa awwal khulafai rashidin, na ndio wa kwanza katika makhalifa wale walioongoza Uislamu baada ya kufishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao Waislamu wanajua yeye Abu Bakr, kisha Umar ibn Khattab, kisha Uthman ibn Affan, kisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, wa huwa awwal al-'asharati al-mubashirin bil janna. Na huyo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ukiwataja maswahaba 10 ambao Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi sahihi aliwabashiria pepo kwa majina, utamtaja huyu ndio kwanza katika hao 10 waliobashiriwa pepo. Na tofauti yake kubwa na wengine, lam yashrabu al-khamr wala yasjud li sanami qat, hata zama hajawa Muislamu kule Maka, pamoja na kuwa Maka ilikuwa imechafuka. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hakuwahi kunywa pombe katika maisha yake, wala hakuwahi kulisujudia sanamu. Na la 4, wa huwa awwal man daa ila Allah. Ukiulizwa Muislamu mlinganiaji wa dini wa kwanza kuitangaza dini ya Uislamu, ukimtoa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza wa mwanzo awwalu wa kabla yetu sote ni huyu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Allah akamtunuku huyo ambaye wanachafua kumchafua, Allah akamtunuku akamjalia, fa aslama ala yadayhi 5 min al-10 al-mubashirin bil janna. Allah akamtunuku 5
katika wale 10 waliobashiriwa pepo na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja baada ya mwingine waliingia kwenye dini ya Uislamu. Yeye ndiyo sababu amewalingania, na sote tunajua hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, mtume man sanna fi al-islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna fi al-islam sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ambaye kufunguza mtume stori isipokuwa ni ufunuo na ni wahi kutoka kwa Allah. Anasema atakayetenda jambo vizuri ndani ya dini ambalo dini imeruhusu isiyokuwa uzushi, anapata thawabu za kutenda tendo hilo, na anapata thawabu sawa na idadi ya kila ambaye atakayetenda tendo hilo mpaka siku ya Kiyama. Yaani kwa wengine sisi na wao wataenda wanafundishana, ile idadi yote italijua tendo hilo, idadi ile ya thawabu ya wale watu watalijua, itamimina zile thawabu kuna kuzali wako wema mpaka siku ya mwisho. Sasa huyu watano katika 10 waliobashiriwa pepo, yeye ndio sababu aliwalingania mmoja baada ya mwingine, wakawa wameingia katika dini ya Allah, na wao katika maswahaba wakubwa miongoni mwa 10. Na hao watano wa kwanza ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, pamoja na Talha ibn Ubaydullah, Mungu amridhie, pamoja na Sa'd ibn Abi Waqqas, Mungu amridhie pia, pamoja na sahaba Az-Zubayr ibn Awwam, Mungu amridhie, na watano ni sahaba maarufu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum jami'an. Allah waridhie wote watano hao. Na la tano, وهو أول من أوذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج من مكة مهاجرا إلى حبشة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ni wa kwanza ambaye ajili ya dini ya Uislamu, hii dini ambayo leo inachezewa, hii dini ambayo mimi na wewe tumeipata bila juhudi, hii dini ambayo wengi hawajui thamani yake, hii dini ambayo wengi hawataki kujifunza, hii dini ambayo wengine wakipewa nafasi ya kusimamia wanageuza kuwa dini, hii dini ambayo hakuna kitu cha thamani tunachokimiliki kwenye uhai wetu kama huyu Uislamu wetu. Nahnu qaumun azzana Allahu bil-Islam fa idha tabayyana al-izzata adallana Allah, kama alisema Umar ibn Khattab, Allah ndiye sisi utukufu wetu, heshima yetu ndani ya dini ya Uislamu. Wakati wote Uislamu utakengeuka ukatafuta heshima kwenye njia zingine kinyume ndani ya dini, kafikia kwamba mkiwa na mali mtaheshimika, ukiwa na vyeo serikalini mtaheshimika, ukiwa na idadi kubwa ya wake na watoto mtaheshimika, mkashindwa kutafuta heshima kunako ndani ya dini, Allah atatudhalilisha. Allah tulindie heshima zetu. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alikera wakamuuzi za Maka, akaamua kuwapisha katika mji wa Maka yeye na idadi chache ya maswahaba. Wakati huyo mimi na wewe hatujajua kama tutakuwa kwenye mgongo wa ardhi, akakimbilia katika mji wa Habasha ambao ni Ethiopia, Afrika. wa huwa arja ummati imanan, na la sita huyo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu tulithibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nyuma mchafue utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Wale watu ni tabia kitajia wanasema la tuba alayhi, Allah mwenyewe atakusimamia siku ya Kiyama, atamgombania la shaka fidali, wala hakuna shaka na hiyo. Huyu Abu Bakr mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi sahihi, mtume alionyesha kwamba huwa arja al-iman, yeye ndiye imani yake Abu Bakr na kushinda sisi wote. Akayazungumza maneno ya msala mtume akisema, la udhiya iman wa Abu Bakr fi kifati fi mizan, laiti kuchukuliwa imani ya Abu Bakr mmoja, imani yake ikawekwa kwenye kisahani kwenye mzani mkono wa kulia, wa imani bakiyatu ummati Muhammad ma'ala rasuliha, na imani ya umma wa mtume wote, tukitoa tu mtume peke yake kaka pekee, kwa hiyo wote kuanzia umma mpaka Waislamu watazaliwa mwisho kabla ya Kiyama, ukakusanya imani yetu wote kwa wewe kwenye mizani. Mtume anasema daraja ya imani ya Abu Bakr
imani ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu moja itapishinda sote uzito. Haya ni maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala sahaba wal umma wa azkahum ala nabiha. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alishikana kuwa yeye ndio mwenye elimu kwenye zama zake. Hakuna sahaba hata mmoja alikuwa anashika elimu, hakuna sahaba hata mmoja alikuwa anashika ucha Mungu, hakuna sahaba hata mmoja alikuwa anashika kujikurubisha kunako sheria ya Allah. Wanazungumza wao masahaba wakisema kwamba kana yakdi wa yufti bihadrati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa yuqirru. Alikuwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu zama za Mtume anafutu maswali na wakati mwingine anakata kesi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ndio Abu Bakr amepatia. Bali hata kwenye vikao vya elimu alikuwa Mtume anapokuwa anatoa mawaidha akiuliza maswali au akitaka fikra kuna shura, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwazia Abu Bakr, na mara nyingi alikuwa anachukua fikra ya Abu Bakr, isipokuwa ikija aya imeteremka inayokuja kupiga ile fikra ya Abu Bakr, kuonesha kwamba hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimfadhilisha na akamsogeza. Anazungumza sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kisha anasema kana Abu Bakr a'lamuna, alikuwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ndiye mwenye elimu kuliko sisi. Na ukitaka uyaelewe haya, zingatia hizi nukta ambazo ni tano na nyepesi sana. Lam tahtalifu al-umma fi asrihi illa fassalaha, zama zake baada ya kufikishwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ilitokea masahaba, ikhtilafu ilitokea Uislamu, na walikuwa kibali sahaba wako, masahaba walikuwa wao, lakini kwa elimu ilikuwa nayo na kwa Mungu ilikuwa nao, aliwarudisha kwenye usawa, akawaweka sawa. Miongoni mwa hayo, kila msomi wa dini anaelewa kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yeye ndio aliyeshia msahaba kwamba mtume amekufa. Baada ya kuwa mtume afikishwa Abu Bakr yupo na wakaanza kuchanganyikiwa. Baadhi wanasema ameenda kuchukua wahi kama alivyoenda Musa siku 40, na wengine wanasema atakayesubutu kusema mtume alikufa na mpaka kichwa, na hiyo ilikuwa ni kauli ya Umar ibn Khattab, na wengine wanasema haiwezekani mtume yuko anachukua wahi, mtume hawezi kufa. Lakini Abu Bakr alipofika akaingia, kwa sababu mtume alifia chumbani kwa binti yake mama yetu Aisha, na yeye kama mkwe, na chumbani kile chumba cha binti yake ana haki ya kuingia. Akaingia akamfunua mtume, akambusu kwenye baba la uso, kisha akatoka akawaambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa. Na maswahaba kwa sababu walikuwa ni mheshimu, wakawa ni mheshimu, na akawa aliwasomea aya ambayo ni maarufu. Na sio tu hilo, bali hata sehemu ya kumzika maswahaba walikuwa wamehitilafiana. Baadhi wanasema tukamzike hapa kwenye Kaaba, wengine wanasema tukamzike Uhud, kwa sababu walikuwa wanapenda mtume kutembelea shuhada Uhud. Wengine wanasema tumzike Baqia al-Gharqad hapa hapa Madina, kulikuwa na siku wengine wakaenda mbali, tunyanyua maiti yake tukamzike Baitul Maqdis, tumpeleke Palestina. Lakini Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bifiqhi, kwa elimu yake kubwa ilikuwa nayo, akawaambia inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul anna al-anbiya'a yudfanuna haythu yamutun. Nilisikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hai kwamba mitume wote huwa wanazikwa pale walipofia. Wakafuata hili, na ndio sababu ya kuzikwa katika chumba kile cha Aisha aliyofia. Hii pia ni Abu Bakr alirudisha kwenye mstari. Bali sio hilo, istakhlafahu Rasul ala salat allati hiya amruddin. Kila msomi wa dini anaelewa kwamba alipoumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa ummi, mzazi wetu huyu, sala moja ambayo ilipelekea mtume akishikwa mpaka kusalisha kazirai zaidi mara tatu, na kila akishuka mtume alikuwa anauliza swali moja, swali la nasu, watu wamesali wanamchukua mbele ndani ya Rasulullah yudhiruna, bado wanasali na kusubiri. Mtume alishtahidi kama mwanamume, lakini afya ibada, homa kali, moto mwingi kwenye mwili wa mtume, jasho linamfumuka, anajitahidi lakini anazimia zaidi ya mara tatu. Kila akiuliza aswali la nasu na ndio sala ya isha, wanamjibia mbele ya Rasulullah yudhiruna, bado kusubiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akawagusa Mtume, sahaba wao. Miongoni mwa masahaba Ali bin Abi Talib yupo pale, Umar bin Khattab yupo, Uthman yupo na wengine wengi, lakini Mtume anasema Mungu Abu Bakri kusoma binafsi mwingine kwa kusudia radhiyallahu anhu awasalisha huyu ambaye Mtume aliridhia kumpitisha awasalishe watu, ambayo sana kila Muislamu anaelewa hiyo nguzo nyeti katika nguzo tano za Uislamu. Kiacha kusali wewe kafiri, Mtume anampitisha asalishe. Unakuja wewe leo, subhanallah, eti kitabu msikana Allah yake kuna magumu gani na Abubakar kakufanya nini? Akapita huyu akawasalisha wa Islam. Bali sio hili tu kuzama Uislamu, kila usomi wa dini na imani yangu, kila Muislamu anayefuata madarasa anaelewa kwamba hija kama nguzo ya tano ya Uislamu, hija ilifaradhishwa mwaka wa 8 wa Kiislamu, kwa lugha nyingine mwaka wa 630 katika hii miaka ya Kizungu tunaita mwaka wa 8 ndio hija inafaradhishwa. Hija ya kwanza kwenye ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwanza ilifanyika mwaka wa 9, kwa lugha nyingine mwaka wa 631. Mtume hakwenda kuhiji hija ya kwanza, lakini Mtume akamteua Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ndio aongoze mahujaji. Huyu alikuwa nafasi ya Mtume wetu, alikuwa nafasi ya kuongoza hija na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaiongoza hija. Leo huyu hapa kuchafua, hakuna chochote cha kupunguza kunako yale ya tangulizi. Hayatu kullu lillah. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, maisha yake yote, wallahi thumma wallahi, maisha yake yote yalikuwa kwa ajili ya dini, kwa ajili ya dini. Ukisoma historia ya Abu Bakr, toka alitoka Maka akahamia Madina na Mtume, hakutokaga Madina isipokuwa kwa moja miongoni mwa sababu tatu: ima anatoka Madina anaenda umra, hija ndogo, au anatoka Madina anaenda hija kubwa, au anatoka Madina anaenda kupigana jihadi. Hakuja kutoka Madina baada ya kutoa umuhimu wa Madina, yuko kwenye dini, bali riziki yake yote, mali yake yote aliyokuwa nayo, kila Muislamu anajua Abu Bakr alitoa fi sabilillah, hakuacha chochote. Anasema mama yetu Aisha, alipofishwa Abu Bakr hakuacha hata kiborogoro kimoja kunako nyumba yake. Allah amsiye Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, yeye na masahaba wenzake na wote miongoni mwa Waislamu watakaokuwa tayari kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu katika yale aliyoshika wengi akwa sahaba pamoja na wimbamu walikuwa nao. Abu Bakr alikuwa ni wimbamu sana kiasi ambacho ilipokelewa alikuwa anakifunga kikoi chake kwa sababu ya wimbamu hakikamati vizuri katika kiuno chake. Akitembea na lazima kushika nalo moja ya upande ili kisiporomoke. Alikuwa akishika hivi na kutembea, mambo ya pili na kwa kinafuka jicho la mkuu. Alipomsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema kullu ma tahta al-arbayn fa huwa fi an-nar, kila mwanaume yeyote anayevaa nguo ya chini, iwe suruali, iwe kanzu, iwe jodi, ikivuka jicho la mguu ukalizia kuivaa hivyo hivyo, mtume anasema mafikiri yako ni motoni. Abu Bakr kusikia hiyo akaingiwa na oga, akaenda kujishtaki kwa mtume. Alishikilia kikoi chake ili hali mambo moja linavuka, akamwambia ya Rasulullah, inna ahada shakai izari yastafi, ewe mtume wa Allah, hakika mambo moja kikoi changu inavuka jicho la mguu, na mimi si miongoni mwa hao watakaoipata adhabu ya Allah. Mtume wetu Muhammad ambaye akawachua masahaba zake akamwambia, anta ya Abu Bakr lasta mimman isma, wewe haumo miongoni mwa wale wanaovaa virefu kwa kiburi, kwa kupinga roho yangu, kwa kujiona. Wewe haumo, hata kama inavuka, wewe uko sawa.
haya nimejibu Mtume anampa Abubakar, anta, sio antum. Sisi hapana, sisi ile ya mwanzo, kila mmoja achunge nguo yake, ikivuka chini kesho mbele ya Allah utaingia jikoni. Allah atupande kwa ucha Mungu. Abubakar alikuwa na nguvu pamoja na baba wake kwenye vita vya Uhud. Masahaba wengi walikufa, masahaba wengine walikimbia, lakini Abubakar alikimbia. Bali inapokelewa kile ilikuwa vita ikipamba moto sana, alikuwa yeye anamsogelea Mtume akitaraji kwamba kama itatokea Mtume akaogopa kwenye vita, basi kumwanzie yeye kwanza kabla ya kumuua Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walaysa min as-sahaba man aslam, na kubwa ambayo kwamba alimjalia, ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia mimi na nyinyi tupate. Abubakar alijaliwa na Allah, akajikuta yeye Abubakar na mke wake na watoto zake na wajukuu zake wote walikuwa Waislamu. Alafu kubwa zaidi ambayo hatutoipata mimi na nyinyi, yeye, mkewe na wanaye na wajukuu zake walidiriki Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo hata maswahaba wengi hawakulipata. Na Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu anajulikana kwamba kwenye mambo ya kheri alikuwa hana mfano, aliwashinda maswahaba wenzake kwa namna alivyokuwa mzoea, kiasi ambacho ilithibiti kwenye hadithi sahihi, siku moja mambo ya kheri manne yalimkusanyikia yeye Abubakar mtu mmoja. Mtume anaweza kusalisha sala miongoni mwa sala tano, anawapokea maswahaba, anauliza maswali manne, moja baada ya lingine, maswali yote manne majibu yakamkusanyikia Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadithi inatokana, Mtume aligeuka kauliza, man asbaha minkum sa'iman, kwani ile asubuhi nani kati yenu leo ni mke kwa nia kushinda somo? Maswahaba wanazamana haikuwa Jumatatu wala Alhamisi. Abubakar alisema ya Rasulullah, mimi nimefunga member somo. Kisha Mtume akauliza swali la pili, man tabi'a janazatakum, nani mwingine aliyemzika? Abubakar alisema mimi ya Rasulullah, kama jina sema zile wazika karibu kwa pia kwa. Kisha akauliza la tatu, man aada minkum maridan, nani siku leo ameenda kutembelea mgonjwa? Abubakar alisema mimi ya Rasulullah. Kisha akauliza mimi, tunauliza wa man at'ama minkum miskina, nani mwingine siku leo amenishibisha jambo maskini mmoja? Abubakar alisema ana ya Rasulullah, wallahi thumma wallahi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, wala ijtamaat fi imri'in illa dakhala al-janna, mambo hayo manne yakimkusanyikia Muislamu yote kwa pamoja siku moja, huyo ni mtu wa peponi. Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja jitazame, tufanyie control, tazame kama na wewe hayo manne yanisha kukusaidia yote siku moja. Na kama utakuta ni hivyo, ihmad rabbak, shukuru Mola wako. Kama itakuwa haujapata, ndiye Allah subhanahu wa ta'ala kufikisha kwenye pesi wewe miongoni mwa wale ambao wanajikita kwa ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tupate msaada sana. Tuamini tumkuseme sana. Laiti ni kwa dhati ya ibada na tukijiana. Tutake Mungu sana. Wezekani kwa Mungu ambao Allah subhanahu wa ta'ala asamehe kwa hilo. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين. اشهد ان الله سبحانه وتعالى سلام الامان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى اهل الصحابه الكرام المصطفى نوات بيقول موارد الفتى ناس وتشوش Mungu tujalie miongoni mwa ndugu zangu Islam. Ninamaliza ukikusieni bila kusahau uhusiano ya kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpenda sana. Mtume alimpenda Abubakar kuliko sahaba mwingine yoyote wa Mtume.
kuliko swahaba mwingine yoyote wa kiume. Mmoja miongoni mwa maswahaba ambaye ni swahaba Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, siku moja alimuuliza Mtume ama swahaba wengine wake, ya Rasulullah, ayu nasu ahabbu ilayka, ni mtu gani unayempenda sana, ahabbu, unayempenda zaidi kuliko wengine? Qala, Mtume anasema Aisha radhiyallahu anha, ninampenda sana mke wangu Aisha, kwa kizazi wote ninampenda Aisha zaidi. Qultu, huyu swahaba kabisa anasema ni rijal, ya Rasulullah, nimekusudia katika wanamume, nani unampenda zaidi kuliko wote? Qala abuha, Mtume anasema baba yake Aisha ndio nampenda zaidi kuliko wote. Amr ibn al-As akatamani naye apate nafasi, akasema tena, thumma man ya Rasulullah, kisha nani? Akitaraji labda ataambiwa yeye. Mtume akasema thumma Umar, baada ya Abubakar nimempenda wa pili ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Usia wangu kwenu bila kusahau uhusiano, Mtume nimempenda Abubakar mapenzi kweli, na mnadhihirisha kama tunampenda Mtume, tumpende huyo ambaye Mtume anampenda, ambaye ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kila kitacho tutakie radhi kwa Allah. Ukisikia mtu anachafua muongozi, kataza, ulia kufanya hivyo, unaweza kupata makuu katika duniani kwa kadri. Allah awaridhie maswahaba wa Mtume na aturidhie Waislamu wote. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. امتثالا امر الله وبرسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخرج كفره المشركين ودمر اعداء الدين. اللهم الف بين قلوب المؤمنين. اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسالك اللهم الدرجات العلى من الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم بارك لنا في اعمالنا وأعمالنا وأموالنا وأزواجنا وأمهاتنا وذرياتنا وأيتامنا يا رب العالمين. واجعلنا مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.